Mtu wa Mungu, ngoja nikupe ushuhuda kwa ufupi sana, kwa ufupi. Kipindi nikiwa mdogo, tangu nikiwa mdogo, nilikuwa napata sana mashambulizi ya kiroho, mashambulizi ya kichawi. Na nilipokuwa nikiwaelekeza kaka zangu na ndugu zangu, walikuwa wananiambia pengine tu ni mawazo au hisia zangu tu, mbona wao hawashambuliwi. Kwa hiyo ile ikawa nifanya nikae kimya, nikiwa naona kama vile mpaka ikafika wakati nikawa nimeshazoea, ni kama vile kushambuliwa, kukabwa kila siku usiku, ndoto kama zile, nikaona kama vile ni kitu pengine cha kawaida, kwa sababu hata nikisema hakuna anayechukua hatua ya kunisaidia. Hata wakati ambapo niliamua kuokoka, niliokoka nikiwa mdogo, lakini miaka mingi sana ya wokovu nilikuwa naenda kwa kufuata mkumbo. Kwa hiyo bado nilikuwa naendelea kukabwa na wachawi, nilikuwa naendelea kuteseka. Lakini pia shida nyingine ambayo ilikuwa inanisumbua sana ni magonjwa ya mara kwa mara. Nilikuwa naumwa mara kwa mara. Na kuna wakati hata tulipokuwa tunasoma biolojia nikana hisi labda pengine group langu la damu ndio linalopelekea mimi kuwa dhaifu, kushambuliwa na magonjwa mara kwa mara. Lakini mpaka wakati ulipofika nikamtambua Yesu kibinafsi na nikaamua kumfuata Yesu kwa moyo wangu wote, ndipo ambapo sasa haya mambo yalikwisha. Kukabwa hakupo tena. Zile ndoto za ajabu hazipo tena. Zile shida za ajabu hazipo tena. Ilikuwa haiwezi kuisha mwezi mimi sijaumwa. Nilikuwa naweza nikaumwa ndani ya mwezi hata mara 2 mara 3. Lakini nimemaliza miezi mingi, nimemaliza muda mrefu sasa hivi. Sijagusa hospitali, sijaenda kwenye kipimo chochote kile. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni hali ambayo sio ya kawaida. Kama nilikuwa naweza nikaumwa mara kadhaa ndani ya mwezi mmoja, lakini sasa hivi naelekea kumaliza mwaka, sijaenda hospitali, sijatumia dawa yoyote ile. Na nilikuwa na vidonda vya tumbo, maana kuna baadhi ya vyakula nilikuwa siruhusiwi kula, na nilikuwa nikila nilikuwa nasumbuliwa sana. Lakini yote hivyo Yesu ameniponya mpaka sasa hivi. Hata naweza nikafunga siku 2, siku 3. Naweza nikafunga siku 14, natumia uji muda wa jioni tu. Unaweza kuona kwamba Yesu ameniponya na ameondoa hivyo vitu vyote. Kwa hiyo nami ndio ninaporejea sasa kwenye kitabu cha Wakorinto wa pili, ile sura ya 5 mstari wa 17, ambapo anasema kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama amekuwa mapya. Na pale ambapo anasema msalabani kwamba imekwisha, maana yake ni kwamba baada ya kumpokea Yesu Kristo, ya kumwamini Yesu Kristo, ya kumjua Yesu Kristo kibinafsi na kuanza kumwamini kwa moyo wangu yote, ndipo ambapo hayo yote yamekwisha na mimi nimekuwa kiumbe kipya ndani ya Kristo. Maana yake mateso yale yote ya zamani hayapo tena, yale magonjwa ya zamani hayapo tena. Kwa hiyo ndio maana ninamwamini huyu Yesu kupita kitu chochote kile, kwa sababu alionitendea naona ni makuu mno, ni makuu sana. Unaweza kuona kwamba ni kitu cha kawaida, lakini kwangu mimi nimeuona mkono wa Mungu katika maeneo mengi sana ambayo siwezi kuyasema wote kwa wakati huu, lakini huu hapa ushuhuda.